Tukio lisilo la kawaida limetokea Aprili 20 mwaka 2021 nchini Chad. Rais wa nchi hiyo ambaye ameliongoza taifa hilo tangu mwaka 1990 alipoingia madarakani kwa mapinduzi ya kijeshi, ameuawa akiwa mstari wa mbele katika uwanja wa vita akipambana na waasi. Majeshi ya Chad yalikuwa yakipigana na waasi waliokuwa wamekaribia kuuteka mji mkuu wa Jamena, wakitokea kaskazini mwa nchi hiyo, ambapo Rais Deby aliamua kwenda mwenyewe mstari wa mbele kuongoza mapambano yaliyokuwa yakiendelea kwa kasi ya ajabu. Ama hakika sio jambo la kawaida kuona mtu muhimu kama rais wa nchi anauawa vitani, tena akiwa mstari wa mbele kabisa. Idris Deby ameuawa kwa kupigwa risasi akiwa mstari wa mbele vitani. Waasi wamefanikiwa kuliangusha jabali hilo la Chad. Kinachoshangaza zaidi ni kwamba Deby ameuawa siku moja tu baada ya kutangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu wa rais wa nchi hiyo, ambapo ulifanyika Aprili 11 mwaka 2021, ambapo mbabe huyo alishinda kwa kishindo na kutangazwa kuwa mshindi. Katika wakati ambao kila mtu pengine angetarajia kwamba Deby angekuwa ikulu na wapambe wake wakishangilia ushindi, mwamba huyu mwenye roho ngumu aliamua kuhatarisha maisha yake kwa kwenda mstari wa mbele na kisha kuingia kwenye mapambano na kupambana na waasi. Akawa anayeongoza majeshi yake dhidi ya wapinzani. Lakini yote 9-10 ni kwamba kwa mujibu wa katiba ya Chad, endapo rais akisafiri kwenda nje ya nchi au labda ikitokea kwamba amefariki dunia, basi spika wa bunge ndiye anayepaswa kushika nafasi ya uraisi. Ila sasa kwa kilichotokea, ilitarajiwa kwamba spika wa nchi hiyo angetangazwa kuwa rais wa mpito ambaye angeiongoza nchi hiyo kwa muda wa siku 90 kabla ya kuitishwa kwa uchaguzi mwingine, ambapo wananchi wa Chad wangemchagua rais mwingine wa kuliongoza taifa hilo. Lakini athubutu, muda mfupi tu baada ya jeshi la nchi hiyo kutangazia umma kwamba Rais Deby amefariki dunia, kupitia taarifa iliyosomwa kwenye runinga ya taifa, kioja kingine kilitokea. Jeshi lilitangaza kwamba mtoto wa Rais Idris Deby, Jenerali wa jeshi Mahamat Idris Deby Ino, ndiye atakayerithi mikoba ya baba yake na kuwa rais wa nchi hiyo. Yani kiufupi bwana, katiba ikavunjwa, misingi ya kidemokrasia ikasiginwa, na sasa taa nyekundu imewaka nchini Chad. Wananchi ni kama hawaelewi kitu. Waasi nao wanazidisha mashambulizi. Jeshi limetangaza kufungwa kwa mipaka yote ya Chad. Hakuna mtu yeyote anayeruhusiwa kuingia wala kutoka. Wingu kubwa la sintofahamu limetanda nchini Chad. Na pengine sasa unaweza kudhani kwamba hiki kilichotokea kimetokea kwa bahati mbaya. La hasha. Kwa kipindi chote Rais Deby alipokuwa akiongoza nchi ya Chad, alikuwa akiongoza kwa mkono wa chuma. Yani vita ni vita mura. Mwanawe aliingia madarakani kwa mtuto bunduki. Akabadilisha katiba kwa nguvu na kumfanya endelee kubaki madarakani kinyume kabisa na ule utaratibu wa nchi za kidemokrasia. Hakuna aliyethubutu kuzungumza chochote. Mkono wa chuma ndio uliokuwa ukitawala. Lakini kama wahenga walivyosema, mtu akiua kwa upanga naye atauawa kwa upanga. Idris Deby aliingia madarakani kwa mtuto wa bunduki, na kwa mtutu huo wa bunduki amerejea kwa muumba wake. Bila shaka sasa una shauku kubwa ya kutaka kumjua huyu Idris Deby ni nani, na mwanawe ilikuwaje mpaka akawa rais wa nchi hiyo. Ni mambo gani aliyoyafanya kwa kipindi chote cha utawala wake, na nini hasa itakuwa hatma ya taifa la Chad baada ya kifo chake? Mimi nakusihi kuungana nami katika makala hii, ambapo tutachambua kwa kina kila kinachomhusu Idris Deby, rais ambaye alitawala kwa mkono wa chuma. Maisha yake yakakatishwa na mtuto wa bunduki akiwa mstari wa mbele kabisa wa mapambano. Na je, Idris Deby ni nani? Alizaliwa Juni 18 mwaka 1952 katika kijiji cha Beldoba, takribani kilomita 190 kutoka katika mji wa Fada kaskazini mwa Chad. Baba yake alikuwa mfugaji masikini kutoka katika ukoo wa Bidayati wa kabila maarufu nchini humo la Zagawa. Deby alipata elimu yake ya awali katika shule ya Qur'ani ya Tine, na baadaye akajiunga na shule ya Ecole François
iliyopo Chad kabla ya baadaye kujiunga na shule nyingine ya Lycée Franco-Arabe iliyokuwa inafundisha masomo yake kwa Kifaransa na Kiarabu katika mji wa Abeche. Na baadaye aliendelea na masomo yake ya juu kwa kujiunga na chuo cha Lycée Jacques Mudeina kilichopo Bongor, ambako alihitimu na kutunukiwa shahada ya kwanza ya sayansi, yani Bachelor Degree in Science. Baada ya kuhitimu masomo, Bwana Deby alijiunga na mafunzo ya kijeshi katika chuo cha Officers School kilichopo katika mji mkuu wa Jamena. Baadaye alipelekwa nchini Ufaransa kuendelea na masomo yake, ambapo alirejea nchini Chad mwaka 1976 akiwa amefuzu mafunzo ya urubani wa ndege za kijeshi. Lakini hakukaa sana nchini humo, akarudi Ufaransa kuendelea na masomo, huku akionyesha utii mkubwa kwa rais wa nchi hiyo kwa wakati huo, aliyekuwa anafahamika kwa jina la Felix Malum. Basi mnamo mwaka 1979 Bwana Deby alirejea rasmi nchini Chad, lakini hali aliyoikuta haikuwa ile aliyoiacha. Rais Malum alikuwa kwenye wakati mgumu kutokana na kuibuka kwa vikundi vingi vya waasi vilivyokuwa vinapigana na serikali yake kwa lengo la kumuondoa madarakani kwa nguvu. Basi ni hapo ndipo Deby alipoamua kujiunga na mbabe wa kivita aliyekuwa anapambana vikali na rais wa nchi hiyo, alikuwa anafahamika kwa jina la Hissène Habré. Basi mnamo mwaka 1982 Habré alifanikiwa kumpindua rais Malum, na kutokana na mchango mkubwa aliyouonesha katika kipindi chote cha mapigano, rais huyo mpya alimteua kuwa mkuu wa majeshi wa Chad. Urafiki kati ya Habré na Deby uliendelea kwa muda mrefu. Ufanisi wake katika mapigano ukamfanya awe kipenzi kikubwa cha rais huyo. Akiwa mkuu wa majeshi, Deby aliongoza operesheni kadhaa zilizofanikiwa kwa kiasi kikubwa, ikiwemo ile ya kupambana na waasi waliokuwa wanaungana mkono na serikali ya Libya iliyokuwa inaongozwa na Muammar Gaddafi. Mwaka mmoja baadaye, rais Habré alimpeleka tena Deby nchini Ufaransa kuendelea kujifunza zaidi mafunzo ya kijeshi katika chuo cha École de Guerre. Na aliporejea mwaka 1986, rais Habré alimteua kuwa msaidizi maalum wa rais na mshauri wa masuala ya kijeshi. Na mpasuko kati yake na rais Habré waanza kutokea.